Mtazamaji Mimi Online TV, yaliyojiri hii leo Januari 13 ni pamoja na tangazo lililotolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambacho kimetangaza maandamano ya amani kushinikiza serikali kuzingatia maoni na mapendekezo ya wadau mbalimbali wa uchaguzi nchini, ambayo yataanza jijini Dar es Salaam, kusisitiza mpaka hapo serikali itakapoondoa miswada hiyo bungeni. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe, akiongea na waandishi wa habari, amesema miswada iliyowasilishwa bungeni Novemba 10 mwaka 2023 iondolewe na kuandikwa upya kwa mujibu wa marekebisho ya mpito ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 yatakayofanyika kama ilivyopendekezwa. Mbowe ameeleza zaidi kuwa waangalizi mbalimbali wa kimataifa, wakiwemo European Union, serikali ya Marekani, Umoja wa Afrika, SADC, hata waangalizi wa ndani, taasisi mbalimbali za dini na zingine zisizo za serikali zimetoa mapendekezo mahususi kwamba mfumo wetu wa uchaguzi hauko sawa. Na kila Mtanzania utakayemuuliza kuhusu mfumo huo wa uchaguzi atakwambia hauko sawa. Hayo ni kwa mujibu wa Freeman Mbowe. Tazama picha mjongeo ifuatayo uweze kumsikia zaidi yale aliyoeleza. Fanya kusubscribe, kulike pamoja na kushare taarifa zetu kwa wakati wote. Ndugu wana Chadema, nimesikia kauli ya Mwalimu ambayo wote tunamuita na tunamheshimu kama baba wa taifa letu. Baba wa taifa amezungumza mambo mengi kwa nyakati tofauti. Wenzetu hawamheshimu hata muasisi wa chama chao. Tanzania ni yetu sote, na hatuna budi kuilinda na kuipigania kesho yetu na kesho ya watoto wetu iliyo bora zaidi. Sisi kama kizazi tutakapokosa ujasiri wa kusimama na kusema basi imetosha, tutajenga taifa la watu waoga, taifa la watu wasio na ujasiri, na tutakuwa a laughing stock kwa mataifa yote yanayotuzunguka. Mimi nilikuwa mtetezi mkubwa wa maridhiano, kwa sababu niliamini maridhiano ni jambo la msingi katika nchi. Na hata wenzangu walivyonitaka mapema, mwenyekiti, toka kwenye maridhiano, mimi bado niliamini kuna nafasi ya maridhiano. Kwa sababu maridhiano hata kwenye vitabu na maandiko matakatifu ni jambo lililo bora. Ni swala ambayo Watanzania wote wanaiona. Viongozi wa dini wamesema, viongozi wa asasi zisizo za kiraia wamesema, mahakama zimesema. Hawa watu wametia pamba masikioni, wanakuja na miswada na kupuuza maoni ya wengine kabisa. Sasa hapo Mbowe nifanyeje?